Basi tunashukuru Mungu sana kwa sababu tumepata neema tena kuendelea na kipindi yetu ya Pelerin Sans Frontières na wani Joseph Chipite. Na hivi mbele ya kwanza tutasii msomaji aweze kufungula kipindi kwa maombi na ataweza kujipresenter yeye mwenyewe. Ndugu mpendwa, pokea salama toka kijana anayekubaliwa na Bwana. Naitwa kwa jina la Kapakasi Kavakula Jonas wa Pelerin Sans Frontières. Nikaweka kipindi kwa maombi. Baba, naweka kipindi kwa maombi, nikasema jitukuze ndani yake na msikilizaji umguse moyo apate kujua siku inayokuja mbele yake na aipukane na uovu wote unaokuwa ndani ya dunia. Nikaomba kupitia jina tukufu la Mwokozi Yesu Kristo. Amen. Basi tunashukuru Mungu sana kwa sababu ametunemesha sana ya kwamba tutakuwa pamoja nanyi katika kipindi hiki. Kwa hivi kila mmoja wenu mwenye yuko tayari kufuata kipindi hiki aweze kufuata pole pole. Somete Timothée chapitre 2 verset 15. Dumu kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mfanyakazi asiyeona haya, ukifasiri vema neno la kweli. Na Biblia inatuonyesha ile verset yetu tunaendelea kusoma ya kwamba tunaomba tudumu kujionyesha kwamba tumekubaliwa na Bwana, tuwe wafanyakazi wasioona haya, tukifasiri vema neno la kweli. Yaani tuko na deni mbele ya Mungu ya kuonesha ya kwamba sisi ya kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Na wakati tuko naendelea kuonesha kwamba tumekubaliwa na Bwana, inaomba tujulishe watu kwa nini tuko na deni ya kuonesha watu ya kwamba tumekubaliwa na Bwana. Niliwaambia jana ya kwamba utakutaka mwingine mtu anakuambia tuko naendelea kujionyesha huko unakuwa kama huko na stapa. Niseme mjue ya kwamba kujionyesha kwamba tumekubaliwa na Bwana haiko kujitapa, ni kweli ya Mungu. Kama ni kujitapa, Mungu anatuomba tufanye nini? Tujitape na tujionyeshe mbele ya watu. Na niliwaonesha pale kitu kingine mu 1 Timothée 4 tumekusomea le verset 1 Timothée 4 verset 15. Yes. Ufikiri maneno haya, ujitoe kabisa kwa maneno haya, kusudi maendeleo yako yaonekane kwa watu wote. Endelea. Ujiangalie mwenyewe na mafundisho yako. Dumu katika maneno haya, maana kwa kufanya hivi utajiokoa mwenyewe nao wanaokusikia. Mungu anakuwa na kitu kinatuambia tufikiri hii maneno na tujitoe kwa maneno hii, ili watu waone wote ya kwamba tushakubaliwa na Bwana. Yaani kuko vitu vyenyewe watu watajua kisi tushakubaliwa na Bwana, na wanaona maendeleo yetu kama hatuendelee kujitoa kwa hii maneno na kuifikiri sana. Tena Mungu anatuonesha wakati tutaendelea kuonekana kwa wale watu, wale wewe watatusikia na wewe watatujua, watapata neema moja, wataokolewa wakati sisi tuko na shifaa nini, tuko na shokoa. Ndio niliwaambia ya kwamba tuko na deni yenye Mungu ametia juu yetu. Na ile deni inasema nini? Tudumu kujionyesha kwamba tushakubaliwa na Bwana. Ili wengine waokoke wakishatuona. Na niliwaambia nabii mmoja jina lake Elia, Wafalme ya kwanza sura 18 mstari wa 36. 1 Roi 18 verset 36. 1 Roi 18:36 inasema hivi, 18:36. Na ilikuwa wakati wa kutoa sadaka ya magharibi. Elia nabii alikaribia akasema, Bwana Mungu wa Abrahamu, wa Isaka, wa Israeli, ijulikane leo ya kuwa wewe ni Mungu wa Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Biblia inatuonesha kwamba nabii Elia alikuwa anajua kitu kimoja. Hataweza kufanya kazi watu wasitojua kama yeye ni nani na Mungu wake kama ni nani, na maneno yenyewe anasema ya kwamba inatoka kwa Mungu. Kile kitu kama hakijulikana, anajua hatafanya kitu. Rudia mverse yenyewe utasikia kisha anasema kitu ya kwanza bajua ya kwamba Mungu ni Mungu. Cha pili, Elia ni nabii ya nani?
ya Mungu, ni mtumishi wa Mungu. Cha tatu, wajiona maneno yote Elia anasema yanatoka kwa nani? Kwa Mungu. Soma verse nyingine. Erwa 18:36. Na ilikuwa wakati wa kutoa sadaka ya magharibi. Elia nabii alikaribia akasema, E Bwana Mungu wa Abrahamu, wa Isaka, wa Israeli, ijulikane leo ya kuwa wewe ni Mungu wa Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Inaomba watu wajue uko nafanya kitu kwa neno la Mungu. Wakati unasema vile na wanajua wala na hawajui. Wakati unasema Mungu napenda watu wajue ya kwamba maneno yote niko nasema inatoka kwako. Ni kusema wale watu wamejua wala hawajui. Hawajui. Hawafaidi, hawajui. Wangelikuwa najua, haungelisema tena mimi naomba mjue. Ndio. Yaani Elia alikuwa anapenda watu wajue jinsi yeye ni mtu wa Mungu na jinsi Mungu wake iko, na tena vyote vyenye anasema vinatoka kwa Mungu. Mimi wale watu hawajui. Inaomba sasa wajue. Na mimi jipita mimi naweza kuta watu ya Butembo hawajui jinsi niko mtumishi wa Mungu. Mimi naweza kuta watu hawajui Mungu mwenyewe niko naye. Mimi naweza kuta watu wa Butembo hawajui jinsi vyenye niko nasema vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Sasa inaomba niwajulishe. Utenda kutanisha pastor mwana alikuwa niko nafundisha, akaniambia Jipita unazowaziaka. Mwata kuambia tu wewe mtumishi wa Mungu hapa Butembo kuna shionaka. Nikamwambia hauya kisi niko mtumishi wa Mungu na Elia hakuwa najuliwa. Inaomba sasa nitakujulisha niko mtu wa Mungu na niko natumikia Mungu na vyenyewe niko nasema vinatoka kunani? Kwa Mungu. Acha na watu mingi hawayajua. Mimi nitadumu kujionyesha mpaka wafanye wajue. Siku mwingine nabii mwachi nake Musa alisemaka kitu kimoja katika Hesabu, mpima kukisoma nacho. Tutarudia lakini mwe verse usiwaze tumeiacha. Mhesabu 16. Alisemaka kitu kimoja cha kushangaza pale. Verse 28. Hesabu 16:28. Musa akasema, kwa neno hili mtajua ya kuwa Bwana amenituma mwenyewe. Endelea. Rudia mverse na huyo imaliza. Musa akasema, kwa neno hili mtajua ya kuwa Bwana amenituma mimi kufanya kazi hizi zote, kwa kuwa mimi sikuzifanya kwa akili zangu mwenyewe. Inaomba watu wajue kile yako nasema haiko wenyewe unajitungia. Vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Sasa kufikisha watu kule kiwango. Hapa watu walikuwa najua, walikuwa hawajui. Sasa inaomba kwa neno hili mtajua. Elia alijua hatutatumikia kama Mungu kama hatufikishe watu wajue kile yetu kunasema vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Ya kwamba tuko watu ya Mungu, tuko watumishi ya Mungu na tuko natumikia Mungu na Mungu anatujua. Sasa watu inaomba wanajua. Sasa wakati unataka Musa akisema hivi, mimi napenda mjue ya kwamba vyenyewe niko nafanya havitoke kwangu, vinatoka kwa Mungu na hakuna chenye niko nasema chenye kitoke kwa nani? Kwa Mungu. Hapa anajitapa. Kwa watumishi ya Mungu wanasema na wanahubiri avec autorité. Rudia mgasema. Hesabu 16:28. Musa akasema, kwa neno hili mtajua ya kuwa Bwana amenituma mimi kufanya kazi hizi zote. Kwa kuwa mimi sikuzifanya kwa akili zangu mwenyewe. Sikuzifanya kwa akili zangu nini? Mimi mwenyewe. Yaani iliomba watu wajoke Musa haisitume. Vyote vyenye konafanya vinatoka kwa nani? Kwa Mungu. Soma verse 3 kiendelea mbele. Watu wamesikia kwanza mpaka pale. Kamata tena Wafalme ya kwanza sura 5. Naomba watu wanajua uko mtumishi wa Mungu na yenyewe unavifanya huko unavifanya kwa kutunga na kwa kupapasa ni vitu vyenyewe unajua na huko navyo hakika. Wafalme ya kwanza ya pili sura 5. Wafalme ya pili sura 5 s'il vous plaît. Verset 8 tulisoma tena ile andiko. Sura 5 verset 8. Na ilikuwa wakati Elisa yule mtu wa Mungu aliposikia kwamba mfalme wa Israeli amepasua mavazi yake, akatuma mtu kwa mfalme akisema, kwa sababu gani umepasua mavazi yako? Aje sasa kwangu, naye atajua ya kuwa nabii yuko katikati ya Israeli. Inaomba watu wajue nabii yuko katikati yao. Tena kutanisha Elia alikuwa anapenda watu warudilie Mungu.
waache desordre, habatarudilia Mungu kama habayaona ya kwamba nabii iko katikati ya nani? Ya Israeli. Watu habatarudilia kama Mungu kama hatujionyeshe ya kwamba tuko banabii wetu tutahubiri maneno ya nani? Ya Mungu. Kisha unajiogopa unatahubiri watu nini? Kuko ingine verse moja inanishangaza kama Samueli ya kwanza 18. Verse 30. Samueli ya kwanza 18. Samueli ya kwanza 18 uanze kwa verse 28. Saulo akazidi kuogopa Daudi. Saulo alikuwa anagombana na Daudi, lakini akazidi kumwogopa. Na Saulo alikuwa adui ya Daudi siku zote. Iko adui ya Daudi tena naogopa nani? Daudi. Endelea. Yaani kuko watu watakoka adui yetu, lakini tutaona tushabatia nini? Woga. Mtu anakatala tititika, mena na reconnect at wale wabili ya kuchipita wale. Tutawafunga, tutawapiga, memo roho wanamuko didi. Woga. Lakini utaenda kutanisha Saulo anaonesha kile hafai nini? Haogope. Endelea. Halafu wakubwa wa Wafilistini walitoka, na ilikuwa kila mara wakati walipotoka Daudi akatenda kwa akili kuliko watumishi wote wa Saulo. Kwa hivi jina lake lilikuwa na sifa kubwa. Na tena watajua kama jina zetu zitakuwa na nini? Sifa kubwa, power. Bila kusemewa mbaya, unakuwa na potentiality, power ya mingi. La watu wanisandiri mu society, wana reconnaître, ndio wanaendelea kupigana na wewe. Pima kurudilia verse 9. Saulo akazidi kuogopa Daudi, na Saulo alikuwa adui ya Daudi siku zote. Akaendelea kuwa adui yake, niko na fadhili. Niko na muogopa. Yaani tutumike, tutelewesha watu. Tena wataona kitu tuko celebre na hatuko natumika vitu kwa mchezo. Na huyu alikuwa anapenda uwe David. Asi kutafuta kuwa David, itacha David asikuwe mtumishi wa Mungu. Hapana. Na kumdharau itacha aendelee kujulikana. Hapana. Tunapenda tujulikane ya kwamba tuko watumishi ya nani? Ya Mungu. Kudumu katika ile jambo. Rudilia kwanza ile Wafalme ya kwanza sura 18 mstari wa 36. Wafalme wa kwanza sura 18 tunarudilia Elia pale kunaomba 13:6. Nasema hivi. Na ilikuwa wakati wa kutoa sadaka ya magharibi. Elia nabii alikaribia akasema, Ee Bwana Mungu wa Abrahamu, wa Isaka, wa Israeli, ijulikane leo ya kuwa wewe ni Mungu wa Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Mimi niko mtumishi yako, na watu wajue kisi uko Mungu wewe mwenyewe niko naomba, na wajue kile yenyewe niko nasema sebetungi. Pourquoi Elia alikuwa kanaona kile kijulikane? Meshere za mimi, wakati tutajitapia Mungu, tusijitapie Mungu vibaya, tujitapie Mungu kikweli. Tudumu kujionyesha kwamba tumekubaliwa na Mungu. Na wakati tutadumu kujionyesha kwamba tutakubaliwa na Mungu, na njoo watu watasikia maneno ya Mungu na wataelewa na watasikia yenye Mungu anataka kwao. Niliendelea kuwaambia kwa nini nabii ataendelea kujionyesha. Tulisoma Ezekiel chapitre 2. Turudia tena Ezekiel chapitre 2 mbele tukimbie kwenye tunaenda verset 3. Nabii iko na deni ajulishe watu kisi kumtumishi wa Mungu, na tutadumu kujionyesha ili tuokoe wewe na tusikie na sie tujiokoe wakati tunawafundisha. Chapitre 3, chapitre 2 verset 3. Akaniambia, mwana wa watu, ninakutuma kwa watu wa Israeli. Yaani Mungu ndio mwana tuma mtu kwa watu ya Israeli, kwa population, kwa mataifa waasi walioniasi, kwa wenyewe kunafanya makosa wewe kunaasi Mungu. Wao na baba zao walinikosea hata kufika leo. Uko nenda waambia wiko naendelea kunikosea hata leo. Mimi nakutuma kwao. Habakushiki kwa mtu wa Mungu, wende jionyesha kwa nani? Kwao. Endelea. Nao hawana haya. Habasikia yake haya watu wenyewe. Nao ni wenye mioyo migumu. Hata aone kesha shindri watu wanaonesha roho mbaya. Ninakutuma kwao. Ninakutuma kwao. Nawe utawaambia, Bwana Mungu anasema hivi. Wende waambia wenyewe nakutuma kusema. Endelea. Nao kama watasikia au kama watakataa, maana wao ni nyumba ya kuasi, watajua hata hivi kama nabii amekuwa katikati yao. Kitu yenye Mungu anataka wajue kile nabii alikuwa katikati ya dadi, katikati yao. Kwa Mungu anakazana nabii ajue watu wajue kile nabii kwa katikati yao.
Na nabii wakati anakuya, ninapenda watu wajue kisi niko mtumishi wako, niko nabii katikati ya Israeli. Basikia wakasema kwa Israeli hamuna nabii. Inaomba watu tunawajulisha ke tuko katikati yao. Sababu gani tutaendelea kuonesha ke tuko katikati yao? Bakwe na kinywa mrefu bakatale, bakwe na ubishi, tuwaoneshe ke tuko katikati yao. Bakubali wasipokubali. Rudia kwanza mvasele nyuma yasoma pale kumwisho. Ilikuwa sema. Sasa nao kama watasikia au kama watakataa, maana wao ni nyumba ya kuasi, watajua hata hivi kama nabii amekuwa katikati yao. Watasikia ama watakataa, wajue ya kwamba nabii iko katikati ya nani? Yao. Ukiona katika Biblia utakutanisha manabii yote walikuwa nenda jionyesha. Pima kusoma Yeremia 37 verset 4. Yeremia 37 verset 4. 37 verset 4 Yeremia. Inasema hivi: basi Yeremia alikuwa akiingia na kutoka katikati ya watu, kwa maana hawakumtunga katika kifungo. Soma tena pale. Kwa maana hawakumfunga katika kifungo. Yeremia alikuwa nenda katikati ya watu. Français. Or Jérémie allait et venait parmi le peuple. On ne l'avait pas encore mis en prison. Sababu Yeremia alikuwa nenda na prison. Lakini saa iko huru, alikuwa nenda anafundisha watu, anaingia kwa watu tena anatoka na kia wahubiri anawaeleza. Donc Yeremia alikuwa tayari kuwaelezea maneno ya Mungu, na kumwisho walimtia kama nini? Prison. Sasa mimi natafuta niwaoneshe watu ya Mungu walikuwa na okazia kuingia mu watu na kwenda waambie, kwenda wasomea maneno ya Mungu, kwenda waelewesha vyenye Mungu anataka, kwenda wasaidia na wasikie vyenye Mungu anasema. Pourquoi walikuwa wanafanya ile maneno? Mtu asikiake sema hakuonaka nabii. Niliwaambia na Mungu aliambia Yeremia. Soma Yeremia chapitre 1, Yeremia chapitre 1 verset 17. Verset 17. Uanze verset 6, unaanza verset 6, itatusaidia mbio mbio. Yeremia 1:6. Nami nikasema, Bwana Mungu, tazama siwezi kusema kwa sababu mimi ni mtoto. Hapa Yeremia konaanza sema vile kuko vitu vyenyasha unagisi viko nguvu. Anaanjelewesha Mungu ati niko mtoto, vraiment uniache. Mungu akasema nini? Set. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto. Usipime kusema tuko mtoto, kwa maana utakwenda kwa kila mtu nitakaye kutuma kwake. Mimi napenda uende kwa mwenyewe na kutuma kwake. Nawe utasema kila neno nitakalo kuagiza. Umwambie yenyewe na kuambia. Usiogope mbele yao. Usiomuogope. Kwa sababu mimi ni pamoja nawe nikuokoe. Mimi ni pamoja nawe nikuokoe. Anasema Bwana. Mungu ndio vile anasema. Donc tuko na dini kuambia watu, wapende wasipopenda tuwaelezee. Watukane wasitukane tuwaelezee. Sababu mwana tutuma ni Mungu. Kamata verset 17 mpaka 19. Nawe funga viuno vyako, uondoke, uwaambie maneno yote niliyokuagiza. Usifadhaike kwa ajili yao, nisije nikakufadhaisha wewe mbele yao. Nena kutuma uende waambia, usitetemeke mbele yao. Enda waambie. Maana tazama, nimekufanya leo kuwa mji wenye boma na nguzo ya chuma na kuta za shaba juu ya nchi yote, juu ya wafalme wa Yuda na juu ya wakubwa wake, juu ya makuhani yake na juu ya watu wa nchi hii. Nao watapigana nawe, lakini hawatakushinda. Maana mimi ni pamoja nawe, anasema Bwana, ili nikuokoe. Leo ujue wale watu sasa utenda waelezea maneno, watapigana nawe. Uambie wakubwa na kila mtu mwema na kutuma kwake umhubiri. Yaani mimi nawaambia Mungu anajua ki hata upigane, ukashirike, hautapenda hata kusikia. Bora sisi tumemaliza kazi ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Mtu mwingine aliniambia mbona watu wakambali waliwakimbiza hata hawakuitika maneno yenu. Sasa wanasema baba atakuwa kisha tupiga, sisi tumemaliza kazi ya nani? Kazi ya Mungu. Hapo wakipenda wanatupiga, wasiamini, waitike wasiitike, bora wajue tulifikaka kambali. Wakaliteke waitike wasiitike, bora tujue ke washafika kambali. Tufikia kaliteke. Tena wao tuwajulishe ya kwamba sisi tunajua kise mko na tetemeka. Menye mnapenda kuonesha ke hamutete meke. Yes, Sauli alitiaka ubisha atetemeke mbele ya Davidi, akakuwa adui ya Davidi maisha yake yote, lakini na tunajua kisha shaogopa nani? Davidi. Tena najua ke Davidi ko celebre.
Ila iko probleme tukata kufaa moyo mgumu. Ufae moyo mgumu watatutuma kwako. Tena wanatuambia mu Ezekiel, ambu siwaogope na utii maneno ya Mungu siwaogope. Yeremia walimwambia nini ngine neno? Au tuwafundishe hata kama watapigana nao. Enda soma Yeremia 26. Sikia Yeremia 26 kama ilisema nini? Verset 2. 26 deuxième verset. Nasema hivi. Bwana anasema hivi: simama katika uwanja wa nyumba ya Bwana. Uende simama katika nyumba ya Bwana. Useme na mji yote ya Yuda. Uambie watu yote ya Yuda wanaokula ili kuabudu katika nyumba ya Bwana. Donc utakutanisha wemu nyumba ya Bwana na wewe anakia kula katika nyumba ya Bwana na mji yote uende iambia. Sema nao maneno yote ninayokuamuru kuwaambia. Uwaambie vyote vyenyewe nasema uwaambie. Usizuize hata neno moja. Usijirudie kwa sababu atatomboka. Sema vyote usizuize hata neno ngapi? Moya. Unaweza usipasanta sema hichi neno fulani maana hata ni mangoro nini? Mkovi. Hata usiseme sababu kitaluma koroho ya watu sitakesema. Fanya nini? Sema. Yaani usiposema utapata problemi na nani? Na Mungu. Na Mungu. Nikasema hichi watu wanakimbia mkanisa. Ubia wataniona mbaya. Ubia mama kisomo kitakuwa vide. Chikue vide, sema, usipunguze. Usizuizi hata ngapi? Neno moya. Ambu kwa kile kitakuletea lohol. Ambu usizuizi. Na njo chiliacha watu anatuti bakamwambia nini? Jeremia 11:26. 11:21. Jeremia 11. Jeremia 11:21. 11:21. Basi ndivyo anavyosema Bwana juu ya watu wa Anatoti wanaotafuta uhai wako, wakisema, usifanye unabii kwa jina la Bwana, usife kwa mkono wetu. Tusha kuambia uachile maneno wapi? Pale. Ile maneno ya Mungu, hapana ya shetani. Ile maneno ya Mungu iachie wapi? Pale. Ukiendelea utakufia mikono ya nani? Yetu. Yaani uliwaza walikuwa na fahamu za. Mimi Yeremia mbu afanye nini? Ahubiri na sitoshe kwa hata neno ngapi? Moya. Aseme vyote. Sasa unaenda hubiri watu na basha kuambia mbu watakupiga. Tena biko tayari kukubadili, kukupiga. Sasa utafanya nini? Tena useme vyote. Useme vyote. Kwa nini Mungu yuko na kaza watu ya Mungu waseme? Mungu hapendi uandake kufa, mtu aendake kufa na hakusikiaka. Mungu anasema na damu ya watu kumikono ya watumishi ya Mungu. Ndio unaenda kutanisha tuko na hubiri mwenyewe ajibi yetu kwa natochamba. Na mwajike tuko watumishi ya Mungu anatochamba. Uko natochamba sababu tuko na dumu. Na hatutaacha hatutasikia haya. Wengine ambao watakuuaka ambao tukufia mikono yao mena tuko na wafanya nini? Na tuko na wahubiri. Kisha Yeremia akiogopa. Mungu atamwambia hauelewi huko wako. Yeremia bakamwambia nini? Tuanze soma kwanza Mathayo 10. Mathayo 10:28. Kuanza kwa 27. Usizuize hata neno moja. Mathayo 10 kuanzia 27. Neno ninalowaambia ninyi katika giza, muliseme katika nuru. Mimi nilikwambia maneno mugiza wewe Yeremia. Uenda visema wazi munuru. Na neno mnalosikia na masikio, mulitangaze juu ya dari za nyumba. Yeye nilikwambia kulisikia wewe uenda vitangaza wazi kuma nyumba yulo na watu wasikie sauti ende. Msiwaogope wale wanaoua mwili lakini hawawezi kuua nafsi. Usiogope mwata kuua kumwili lakini hata uua nini? Nafsi. Endelee. Lakini zaidi muogope yeye anayeweza kuharibu nafsi na mwili vile vile katika Gehena. Yaani tuhubiri watu tuko naogopa nani? Mungu. Sitahubiri kwa kuogopa watu. Soma Matendo wa Korintho ya wa Galatia sura 1. Galate verset 10. Galate 1 verset 10. Verset 10. Inasema hivi: maana sasa ninawashawishi watu ama Mungu? Niko nashawishi watu ama Mungu? Ama ninataka watu? Mimi napenda nipendeze watu. Kwa sababu kama ningependeza watu, singekuwa mtumwa wa Kristo. Ukitafuta kuhubiri tunapendeza watu na anje watu fulani si atakashirika. Hayo hutatumikia tena dadi Kristo. Galate 4:16. Galate 4:16. Inasema hivi: basi nimekwisha kuwa adui yenu kwa sababu ninawaambia ninyi yaliyo kweli. Kuambia kweli sasa mimi nakuwa adui yenu.
Njoo vile mtu aliniambia sipenda kusema na kushanja kritike watu na kufundisha ovyo ovyo gisi sitaki mimi nakifunga kanti. Mimi naambia kama mtu sasa kipende cha nani afunga. Watu wanapenda tuwapendeze, tusipendeze nani? Mungu. Tutafute sifa za watu kuliko za nani? Za Mungu. Hapana, tutawaambia ya Mungu na hatutazuiza hata maneno moja. Yeremia alisema nini? Mwele Yeremia alisema ne retracher rien. Donc useme vyenyewe nasema. Nilionyesha jana gisi Yeremia alifika kiwango akasema hii maneno tanaletea problem sitahubiri tena. Mungu akamwambia nirudia mwele verset. Jérémie combien? Jérémie 20. Oisome. Nilikuwa napenda nibatie watu kwa sawa 10 minutes à 15 minutes ya appel. Bien 10 minutes pale niangalie kama mtasema nini kwenye mko nasikia. Yaani mkitukuta tunahubiri, hatupendaki kwenda hubiri, tunaenda hubiri na hatutaki. Tuko kwa Lobanza. Jérémie 20 verset 7. Inasema hivi: Bwana umenidanganya, nami nimedanganywa. Wewe una nguvu kuliko mimi. Ni nguvu wako shacha mimi nitika mabongo wako. Watu wasema na ushitika vya Mungu. Ushanidanganya na mimi nishitika kudanganya. Ukashinda nimekuwa kitu cha kuchekesha. Nishakuwa sasa kitu cha kuchekesha. Mchana wote kila mtu ananizihaki. Kila mtu kuna nizihaki. Maana kila mara ninasema ninapiga kelele. Sasa niko nasema mimi napiga kelele. Ninalia dhuluma na uharibifu. Kwa kuwa neno la Bwana limefanywa kutukanwa kwangu. Nimeshaacha sababu ya kuhubiri maneno yako Mungu bila kuacha kwa taki kidogo. Wengine watanichinja, wengine wataneuya mikono hapo, wengine watanitia maprizo. Na leo kwa kila mtu kuna nifadidi, kuna nitukana. Endelea. Nazihaka mchana wote. Kila mchana yote biko na nizihaki. Nami nikisema sitamutaja wala sitasema tena kwa jina lake, basi uko moyoni mwangu kama moto unawaka, umefungwa katikati ya mifupa yangu. Niko na sasa leo sitahubiri tena maneno ya Mungu. Moto mimi nisikia mifupa yangu kwa mwili inatokota. Kiwango mimi nasema mimi nasema tu basi. Endelee. Nami nimechoka kujizuiza. Nishashindwa kujizuiza. Napenda ni lero sitahubiri. Mimi nashindwa kujizuiza wala siwezi. Neno Yeremia anasema sitasema tena, ambapo sizuizi hata neno ngapi? Moja. Sema na siwezi. Leo Yeremia aliwaona sema tena sitahubiri, akishona kama watu washamchokea sana. Wengine washamfuata diri. Maprizo. Hata siwezi tu ndasema. Na sisi tuko kwa pression, tutasema. Na yenye hatutaki kusema tutavisema sababu Mwenyezi Mungu anatutuma. Hata kama mtatuchukia mtatuona mbaya, tuko na deni kuambia sababu Mungu hapendi simamake mbele yake na problem. Akiombe mtumishi wake apate problem na akufe, apigiwa vimbe na watu wajue kisi amevimba sababu ya maneno ya Mungu, lakini na ushasikia sababu ile siku sitakuyaka. Ai. Tulisoma ingine verset mu Job 32. Ile verset inanishangaza ya Job 32. Mungu anakutuma uende sema kisha unasikive chipiti. Tona ka problem. Job 32. Jeremia ambiko kweli, tuambie watu kweli. Job 32 verset 17. Inasema hivi: mimi vile vile nitajibu sehemu yangu. Mimi vile vile nitaonyesha mafikiri yangu. Mimi na mimi nitaonyesha mafikiri yangu. Maana ninajaa na maneno. Mimi nayala maneno ya Mungu. Roho iliyo ndani yangu inanisukuma. Roho ya Mungu iko inanisukuma sema. Roho iko ndani yangu nayo inasema sema. Nitisitaki kusema mbosema. Tazama tumbo langu ni kama mvinyo isiyo na tundu la kutoka. Kama viriba vipya na karibu kupasuka. Niko sana ni sawa isha, biebe kuna taka pasuka persiku ndani ya saya fanda ya koka plito. Persiku ndani kuna taka pasula magazi. Machupa zitapasuka, niko chupa yenye kama presio ya Mungu. Sema usiache kwa hata kidogo. Nitisitaki kusema nasikia saa moto. Endelea. Nitasema ili nipate kutulia. Nitasema ili nipate kufaridi. Kutulia. Kama siyasema sitafaridi. Siatahekana. Sitalala. Tafadhali nisipendelee uso wa mtu. Je ne reprends égard à l'apparence. Wala kuita mtu yeyote majina ya kupendeza. Je ne flatterai personne. Unakuwa watu wenye ndaacha na wenye mtazarau. Hapana. Yote nasema. Maana sijue kutoa majina ya kupendeza. Je ne sais pas flatter. Sijui kupendekeza. Au Muumba wangu angeniondoa kwa upesi. Mungu afanye nini? Mungu aniue. Yaani ukipita kama unatafuta kukuwa na problema na Mungu, ogopa watu.
Ubapendezi. Mungu ashatuambia tukipite. Ole wako usipohubiri dini habari njema. Ole wako usipoambia watu nini kweli. Kisha kuna kwa watu wewe wataonekana kama wakupendeza. Sababu hawa ni watajiri, wengine sababu ni maskini. Mungu ashatujulisha mbele ya wakati. Bale wewe watu wamonake biko bakubwa na badogo wewe mnaogopaka. Wewe anachukiaka, wewe anakuchukiza. Wewe unaogopa. Wewe tujue kwamba siku moja iko na kuya. Ile verse sitakosa kuisoma tena. Apocalypse chapitre 6 verset 15. Pale sana napasomaka. Kwa sauti ya pana, maneno kwa nguvu. Na wafalme wa dunia na wakubwa na matajiri na majemadari na wenye nguvu na kila mtumwa na kila mtu mwenye uhuru wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima. Sasa unajua kwa matajiri watajifichaka, patri watajifichaka, masikini watajifichaka, na mwizi wa mkartie, mlevi wa mkartie atafaka nini? Atajifichaka chini. Unakatana kwenda kuhubiri, Mungu atakuuliza na kutomaka kwake, sinjoi bwana nje jificha chipite. Endelea. Wakaiambia milima na miamba, unaona mtu maisha kwa bingu tulikuwa ndio tupenda kutakuona sababu hauna franga tumika kuambia okoka. Anakatana bwana yuko nje ya milima na mbele wake. Mungu endelea. Mtu angukie sasa bwana ni patron wa matre na mfuta bangi mfuta tumba kwa sababu anaenda maranche rover na maprado iba ananje ndio mlima ni angukie. Mtu fiche mbele ya uso wake, kolere ndio iko mkuya, ufiche mbele ya uso ya ule mtu. Yeye anayeketi juu ya kiti cha ufalme, nerokeshwa kile. Na ghadhabu ya mwana kondoo. Unajua kile watu watatetemekaka. Kisha kapakazi unakatana kuhubiri. Mungu sasa kuanza kuchora katanyeka nini? Ulielewaka. Ke problemu kuna kuni. Aba watu wataliaka wako kuona kama ni patron. Soma chapitre 9 verset 10. Chapitre 9 verset 6. Na katika siku zile watu watatafuta kufa. Watu watatafutaka kukufa wala hawatakuona. Kufa na wakatala. Na watatamani kufa na kufa kutawakimbia. Wanataka wakufe na katala, mnatafuta nini? Sema ulikuwa kama nega. Kufa unatafuta kufa kwa nini? Leo watu wanakatalaka wasikufe. Chipiti ya kusihubiri sababu wasikuue. Ambusiku ya kuomba kifo itakuona chipiti. Tunaona bwana kufa ni chipiti ya mkore katalaka kuhubiri watu sababu gani? Sio mpaka kukufa. Na si atitika kukufa hapo. Endelee. Seti. Nao watatamani kufa na kufa kutawakimbia. Anataka wakufe kifo cha fadidi inawakimbia. Analia nini? Chakare ranini. Tuliwaambiaka. Haukusikiaka. Soma Dekorenje. Nesa mimi nahubiriaka sababu ya kitu kimoja. Chenye wengine wanazona kama ni mchezo. Moi je le sais, chapitre 5. Verset 10, verset 9, 10, 11. Kwa sababu hii tunajaribu sana kumpendeza yeye. Ikiwa tuko hapa au ikiwa hatuko hapa, mimi niko nakazana nipendeze Mungu, na sitakataka kuhubiri watu. Kama Mungu anapenda nihubiri watu, sitaogopa kuhubiri watu, sababu napenda nipendeze Mungu. Endelee. Kwa sababu imetupasa sisi sote sipite niko wako kuonekana mbele ya kiti cha hukumu na Kristo ya Butembo niko wako. Hata kila mtu padiri apemwende Jehova Anglican mzima chipite belere tule monde patron maskini wote soldat wote watasimama mbele ya kiti cha hukumu, apokee maneno aliyotenda kwa mwili. Kisha nabaki kwa mwili mkuu naogopa chakula hukumu. Mimi na zote tariaka wewe kile mimi hivyo nikueleweshe kisiogope kifo yote za nipiga na prison yote nipiga haiko kitu. Sababu problema ni kwa lazima unaogopa prison wao unaogopa prison chenye unapeleka watu prison. Mimi ndio ndio nitakupiga kama sasa ama yake wewe unaogopa kama sasa. Hivyo tunakuonyesha ke problema yako kupiga masasi. Utapendaka na masasi na kutoa nini? Inasokatala. Sio kwa maana ke problema yako ni mkubwa sana. Tukiogopa masasi yangu na si hatujua ndio kama nimepata gani. Tukiogopa prison hatujui problema. Tukiogopa fimbo hatujua leo niko mbele yako. Ambome tupite prison na mafimbo na hata za tuwa na hizi tutupa mmoto. Wewe tumitika. Omwana tusha muambie sababu yeye atafutaka kupona anashinda. Endelee. Kwa kadiri alivyotenda kama ni mazuri au mabaya.
Basi tukijua uoga wa Bwana, tuko nani ile uoga ya Bwana, watu watamuogopa, sio tusijua. Wengine wataogopa mtu kimbize, tukufa leo. Mwenye katalaka uoga wa Bwana na Mungu, hamkupataka ukufundisha. Sipendi mtu asimamake mbele ya Mungu asiwe tichipiti ya kunivyaka. Tunavuta watu. Tukijua uoga wa Bwana tunafanya nini? Tunavuta watu. Tuko navuta nini? Watu. Francis sema nini verset 11. 5:11. Connaissez donc la crainte du Seigneur. Nous cherchons à convaincre les hommes. Nous cherchons à convaincre qui? Les hommes. Kisha unakatana kufundisha watu wewe watariaka, wewe watatetemeka, wewe watabembelezaka Mungu. Kwa walikuwa kanafanya nini? Soma Jeremia, Job. Walikuwa kanasema nini? Job 21. Job 21 walikuwa kanasema nini? Hapo watu walikuwa wanaleta kiburi 21 verset 14. Hata kwa 13. Wanamaliza siku zao katika usitawi. Wanamaliza siku yake mfraziti, ils passent leur jour dans le bonheur. Kisha wanashuka kaburini kwa ghafula. Kisha wanakufa. Hata hivi wakamwambia Mungu, walikuwa kanaambia Mungu, utuondokee, retire-toi de nous, toka hapa, maana hatutaki kujua njia zako, hatutaki ya kukusikia maneno ya Mungu, maneno ya Mungu. Mwenyezi ni nani hata tumtumikie? Tumikia Mungu ni nani? Na tukiomba kwake tutapata faida gani? Aone na kuomba Mungu iko mbonea, iko na chakula, iko na vyote. Ndaomba Mungu nini? Achana na vya Mungu. Tazama usitawi si mkononi mwao. Parce huko nina gisi tuko na vyote. Kwa donc, ne sont-ils pas en possession du bonheur? Sio kuna usitawi, iko na vyote. Shauri la waovu ni mbali nami, lakini ni waovu kuna katala vyao. Mara ngapi taa ya waovu inazimishwa? Saa inazimika bila kuwa adabu gadi, na tabu yao inawapata. Na Mungu anawagawia huzuni kwa hasira yake. Mungu atawagawia huzuni kwa hasira ya nani yake? Ndio kipite kapakasi. Tujoke watu siku moja watapataka siku ya kupata huzuni, siku Mungu atataka kolera hasira yake. Kisha wanaanza Mungu, kukufa nibie. Kisha tanisha watu wako na chiburu, unaogopa mlevu wa mkarti yako, unaogopa mwashirati wa mkarti yako, unaogopa kolera ya mtu kutombokea. Yeremia aliyogopaka, lakini kakuwa oblige aseme na hafai nini? Na hapendi. Job 22, soma Job 22 verset 17. Inasema hivi, walimwambia Mungu tuondokee. Na Mwenyezi anaweza kutufanyia nini? Basi na Mungu atatufanyia kama nini? Hati moto kolera bidii kutakuwa kwa hukumu ni nini? Ndio yangu wanasema hukumu haiko nini? Haiko kitu. Hawa waogope na hukumu Mungu atatufanyia kama nini? Ndio. Hata hivi alishaza nyumba zao na vitu vyema. Mungu aliwapatia makuta, lakini shauri la waovu ni mbali nami. Achana viko na mali, viko na Mungu atatufanyia kani? Ngoja siku kwa leo itakuwa kama tijini mafanya hivi. Iwaangukie, lakini wewe huna rejesho, unaweza nyamaza. Sio utakuwa sasa mwenyewe unafanya hivi. Hajui kitu. Zaburi libatai iseme nini wewe libatajiri? Zaburi 49 verset 6. Zaburi 49 verset 6 inasema, wao wanaotumainia mali yao na kujisifu kwa wingi wa utajiri wao, hakuna mmoja anayeweza kukomboa ndugu yake. Ninawaambia wewe kuna shifunia lari hapo, hakuna mmoja anaweza kukomboa ndugu yake. Endelea. Wala kumpa Mungu ukombozi kwa ajili yake. Hakuna chenye anaweza patia Mungu kapaka siona lari kama ni kitu. Leo pastori wako nagombania lari hapo ndabana wako na shitoma kusema mpaka tu ikuta. Ukisoma makaratasi za unité la prière, nenda bana alikuwa anatugawanyia lengo ya unité dans la prière ya mwele. Haikuwa kanasema tutafaka chisome sio tulikatala kile leo tukasema kwa shetani, sababu hawezi weza kusema tutakuwa na hubiri watu na wabatize na wafundishe mafundisho, au wenyewe wanasema mapasteri waseme kama babani, tena kisha pale wanapata muomba wanampeleka kwa mapasteri waseme kama unajua kile babani, poko unapelekea ndio mtu ni mwanafunzi wako. Nishamoni kile mwenye unité la prière kwa babani. Ndabana tili njoo kisha leo ndabana kwa nataka pale la lengo ole tike wazi atikosi tulikuwa kanafanya bali tunatumu atitoa ndani niendeleshe ile lengo achenda bana achana na bana lengo baba aenda anja group ya kwanza hautakufa kitu kwa wazi na sasa kile ndio kama hipokrite watu walikuwa walikuwa wanasema babu hachi picha anapokea ka franga na ndabana naambia waje atibaki chipicha anapata franga pole kienda sema vitu kidogo chini tukushimwa kudemondre. Nyasi kwa kule njia yako, lari yako utazikulaka, utakufa unaacha na mafuatili yako. Unashikilia franga,
franga sitaweza kwa kule patron yuko kupatia lari pasteur. Population haikupatia hata $1000 haitakusaidia. Kana fuatilia hata nienda mwa haitanisaidia. Haitaweza sisi patia Mungu dolari mali zimboga nini? Ni Mungu yeye mpaka na watu ni Mungu kisha tunapatia Mungu nini na ndio kutengeneza watu. Mtu mwana kwa na mafia sana. Mtu anakuwa na mafia sana akipatia Mungu mafia 10. Mungu atasema si mimi ndio nakupatia mafia nini? Kwa nini ndio nakupatia 10? Shuka tu kwa pole. Kwa kuwa ukombozi wa nafsi yao ni ya bei kali, peye hawezi pata bei yake. Anakupatia mfano kukuonyesha kia hawezi weza kusherepa. Endelea. Na ni sharti kuacha milele. Endelea. Ili aishi siku zote asione kaburi. Pima kulepa Mungu atose kufaki. Waza chile. Sababu shakuwa miliarderi. Wapa kutoka kwa mwana wazaka. Watoto wa patro wanakufaka. Wapatro wanakufaka. Babingi wa patro wanakufaka. Raisa kuna wapatro wanakufaka. Wanashindwaka kulepa Mungu bei ya kutokukufa. Sasa ya moto. Geni watawezaka. Hawawezi. Endelee. Kwa kuwa anaona watu wa akili wakikufa. Mpumbafu na mjinga wanapotea pamoja. Uokoke na njobi. Uko tajiri, uko maskini. Watu wanakufa hawana cha kupatia nani? Hawana cha kupatia Mungu. Na kama hatuna cha tuambie watu kweli. Na wewe kama kapakasi hawezi kushiokoa. Ambia watu didi. Kwa hakuna matendo yanaweza patia Mungu uokoke. Hakuna fanga zinaweza patia Mungu uokoke. Kuko njia ya kuokoka na tuambie watu kweli na watoke na vitu vyenye Mungu anakataza wakati anabaita hukumu. Wakati Mungu anatafuta watu waokoke tusiwadorote. Mwenye ndio tuna waroza kwa wanangaikia vile vitu wenye habari yangaikia sababu wao nao wanafundisha kweli. Wanajua kitu tunaogopa na tuamini ndio kwa mfumo sentir. Tunajionyesha kwa na wanajua na tunawatumika hapo. Usiwaze ni wapumbavu kama wanatumika na espiritu tunatumika na Mungu nini? Ni esprit. Na saint esprit ni nini? Ni esprit. Na jevina ni nini? Ni esprit. Na malaika Mungu ni nini? Ni esprit. Sasa mtu atatutetemekesha kunini? Endelea pale chini. Na wanaachia wengine mali zao. Fikiri lao ni ndani yao. Ni ya kuwa nyumba zao ni kwa milele. Wanawazaka vile vitu ni nini? Ni vya milele. Endelee. Hata wajiachia watoto vile vitu hapo wataviachaka tu nao. Na makao yao vizazi hata vizazi. Wanaweza kutabaki na vizazi hata vizazi. Endelee. Wanaita mashamba yao kwa majina yao. Asema kama pia kwa jina yake. Na nyumba yake ni jina yake. Ile vitapitaka. Endelee. Lakini mtu adumu katika heshima. Yeye ni kama nyama wanaopotewa. Mtu hata dumu katika heshima tu ndaka haoza mkaburi. Na jina kuna saulikana. Kuko patroni washakufuata butendo na watoto wao mtawaka msema. Kwa nani kuwaka? Anakosa kama unapea ni mbuzi, ni ng'ombe, ubona chisisi cha mpira cha matata jina yake. Kwa sababu ni mtu mwali kwa kanatetemekesha nini? Mtembo. Kapaka sifa tukileta usitoka kuna dunia na kuonyesha watu kitu. Chipiki sitoka tu kubutano na kuonyesha watu wengine kwa wanasikia. Kisha Mungu anatuonyesha tunaona bandia watu wasawa ni wapumbavu.